Kwa majina anaitwa Shirinde Maliagili, ni afisa uchaguzi wa halmashauri ya manispaa Ilemela. Tuko katika mwendelezo wa jimbo la Ilemela katika kutoa elimu ya mpiga kura. Na leo tumefika hapa eneo la Igombe Mwaloni, kata ya Bugogwa, ikiwa ni mojawapo ya kata 19 za manispaa Ilemela, tukiendelea kutoa elimu ya mpiga kura kwa wananchi mbalimbali. Lakini kubwa zaidi kwa siku hii ya leo, tunafahamu mwaka huu tume imefanya maboresho mbalimbali katika sheria za uchaguzi, na mojawapo ya maboresho hayo ni kwamba tume inaweza kuruhusu mpiga kura ambaye amejiandikisha katika eneo jingine na akaruhusiwa kupiga kura ya rais katika kituo tofauti na alichojiandikisha. Kwa hiyo mnamo tarehe 15 mwezi wa 9 tume ilitoa tangazo la kuruhusu wananchi ambao wamejiandikisha katika maeneo tofauti mengine kuweza kutuma maombi ya kupiga kura ya rais katika vituo tofauti na walivyojiandikisha. Zoezi hili limeanza toka tarehe 19 mwezi wa 9 na litakwenda mpaka tarehe 2 mwezi wa 10. Na wananchi wanaweza kutuma maombi haya kwa njia mbili. Moja ni kwa njia ya mtandao, kwa maana tume imetengeneza portal maalum ambayo inaitwa KRP. Kwa mwananchi mwenyewe anaweza akaingia mule akajaza taarifa zake na akatuma maombi. Lakini njia ya pili ni ile ya kutumia fomu. Kuna fomu inaitwa namba 29. Ndipo mwananchi anafika kwa msimamizi wa uchaguzi, anajaza ile fomu na anaweza kujaza kituo ambacho anataka kupigia kura ya rais ambacho ni tofauti na alichojiandikisha. Kwa hiyo tumefika hapa, tumeelewesha wenzetu, ambapo kwa kiasi kikubwa wakazi wengi wa eneo hili ni jamii ya wavuvi ambao walikuwa hawafahamu kuhusiana na hicho kitu. Kwa hiyo tumeweza mpaka sasa kuwa na wananchi takriban 20 ambao wamejaza fomu hizo, na mwananchi akishajaza fomu hizo, msimamizi wa uchaguzi anaichukua fomu ile, anaenda kuingiza kwenye mfumo. Mwananchi anapata ujumbe wa message kupitia simu yake aliyejaza pale kwamba ombi lake limepokelewa. Then tume itaenda kuapprove kule, na akisha approviwa, kwa maana akishakubaliwa, atapata pia ujumbe wa message kwenye simu yake kwamba ombi lake la kupiga kura kwenye kituo tofauti na alichojiandikisha limekubaliwa. Kwa siku ya tarehe 29 ataenda kwenye kituo ambacho aliomba kupigia kura na atakuta jina lake mahali pale.